na hii imekuwa ni nguzo yangu, lakini natamani iwe ni nguzo yetu ya mkoa mzima, kwamba tusiwe na kigugumizi hata siku moja kwenye kulinda na kupigania rasilimali na fedha za maendeleo ya wananchi wetu. Tunaelewana jamani? Tukose kabisa kigugumizi. Tunyoshe taratibu, tuchangie, tutoe hoja, tuwasilishe, lakini yote kwenye kuhakikisha kwamba tunalinda na kutetea rasilimali ya mkoa wetu, tunalinda na kutetea fedha za maendeleo ambayo zinakuja kwa ajili ya wananchi wetu. Binafsi sina kigugumizi na sijawahi kuwa na kigugumizi na sijawahi kuwa na undumila kuwili napokuja kwenye kusimama imara, kutetea, kupigania fedha ambazo kiongozi wetu mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anazileta kwenye maeneo yetu ili ziweze kuwafikia wananchi wetu. Kokote ambako kutakuwa kuna kona, tutasimama imara kuweza kuhakikisha kwamba tunakwenda na kutafsiri dhamira ya Mheshimiwa Rais. Kama Mheshimiwa Rais ameleta milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya, tutahakikisha kwamba milioni 500 ile inaonekana kwenye mradi husika. Thamani ya fedha na value for money inaonekana. Inaonekana vipi? Inaonekana kwenye uhalisia, kwenye ubora wa mradi, inaonekana kwenye viambatanishi vya uthibitisho wa manunuzi. Kwa sababu moja kati ya maeneo ambayo baadhi ya mabaraza tumekutana nayo, ili mheshimiwa, unajua hoja nyingi ndogo ndogo tu, nyepesi, nyaraka tu. Sasa nyaraka ndio uthibitisho wa matumizi ya fedha. Hatuwezi kukusikiliza Adamu kwamba Adamu anasema mheshimiwa, tulipokea milioni 500 kwa ajili ya kwenda kujenga zahanati. Tunaomba katika ziara yako tukupitishe. Unaenda kupitisha, mheshimiwa, hapa ndio wodi ya kina mama, hapa ndio nini, kama unavyoona ile milioni 500 tumenani, imebaki milioni 72, tunamalizia walkway. Baada ya walkway, yale maneno yanatakiwa kuwa na supporting document. It's not what you say, ni nyaraka ndio zinakwenda kuthibitisha unachokisema, tuweze kuamini kwamba kweli kiasi fulani kimenunua mabati ya gharama fulani yenye kiwango fulani, si ndio? Nyaraka fulani itasema kweli taratibu za upatikanaji wa mzabuni zilifuatwa, si ndio jamani? Kwa hiyo tunakumbushana timu ya management hivi vitu mwenavyo. Maeneo mengine ambayo tunakutanaga kidogo na changamoto kwenye nyaraka, tunapoanza kukimbia kwenye miradi ya Mwenge, compliance ya documentations. Sasa mheshimiwa, mradi unajua kidogo kuna documents tunazitafuta. Sasa kwani zilipo wapi wakati tunaanza mradi mpaka unaisha? Sisemi kwamba yapo hapa Kishapu, nimezunguka mkoa mzima, kwa hiyo kuna maeneo mengine nakutana na hizo changamoto ndogo ndogo. Lakini niwapongeze sana wenzetu wa Kishapu kwa namna ya kipekee na namna ambavyo mmeendelea kujitoa. Niwatakie kila laheri. Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe na baraza lako, nikupongeze sana wewe na halmashauri yako yote, na naposema halmashauri, na halmashauri ni mwenyekiti na waheshimiwa madiwani, mkurugenzi na timu yake watumishi, ndio halmashauri, kwa kuendelea kupata hati safi. Kupata hati safi kwa vipindi 5 mfululizo. Hii inaonyesha uadilifu, inaonyesha uzalendo kwa kiasi kikubwa katika matumizi ya fedha za maendeleo ambazo zinakuja kwa mustakabali mpana wa wananchi wa halmashauri yetu hii ya Kishapu. Hati safi sio ya halmashauri peke yake. Hati safi hii maana yake ni ya mkoa wa Shinyanga. Hongereni sana. Mimi kama mwenye duka niwapongeze sana wataalamu wetu kwa jinsi ambavyo wametupitisha kwa mfululizo wa miaka 5. Tunaendelea kupata hati safi. Hii haijajitengeneza. Hii imetengenezwa na watu ambao wamekaa na kuumiza vichwa vyao. Na shauri tuweze kuipokea taarifa hii na kuipitisha, na hii ni kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, imefurahisha hata kwa kile tulichofanya kwamba ni mfululizo miaka 5 kwa kikombe hiki cha hati safi. Waheshimiwa madiwani hao na halmashauri ya Kishapu, maelekezo na maoni yote ambayo umeyatoa mbele yetu, sisi tunayachukulia ni maelekezo kwetu mkuu.
na niahidi tu kwamba tutaendelea kuyafanyia kazi na kuyatekeleza. Lakini pia leo tumetoka kujadili taarifa ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali, na halmashauri yetu ya wilaya ya Kishapu imepata hati safi kwa mara ya 5 mfululizo. Ni jambo ambalo kwa kweli tunapaswa kujipongeza, upande wa madiwani, upande wa management wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kishapu. Mwenyekiti, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, naomba kuwasilisha zaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Halmashauri hii imepata hati safi kwa miaka 5 mfululizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, juu ya utekelezaji wa mapendekezo ya mwaka 2024/2025, taarifa ya ukaguzi iliyotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa halmashauri ya Kishapu katika mwaka wa fedha 2024/2025 kulikuwa na hoja 32 ambazo zilikuwa bado hazijafungwa. Management ya halmashauri ilijibu kutafuta viambatanisho vyake na kisha kuwasilisha majibu katika ofisi ya taifa ya ukaguzi Shinyanga kwa ajili ya uhakiki. Baada ya uhakiki, hoja 5 zimehakikiwa na kufungwa na hoja 27 ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji.